Hii ni Mtoro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bila ya kusahau masahaba zake Mtume waliojitolea kwa mali na kwa nafsi zao wakautetea Uislamu na kuufikisha huku kwetu katika sura kama hii unayoiona. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie radhi zake zende kwa wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya Kiyama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha at-ta'lim wa tarbiya, hivi ndivyo ilivyo kwa taratibu ya kimafunzo na kimalezi. Ni watoto wachache sana waliosema, waliotamka, walioelewa mambo kwa umakini, isipokuwa watoto 7 tu ambao wanatajwa na tarikhi. Miongoni mwa watoto hao ni Isa bin Maryam alayhi salatu wassalam wa sahibu Jurayj wa shahidi Yusuf. Ni miongoni mwa watoto waliotamka kwa umakini na ufasaha wakiwa wadogo kabisa. Wa hadhihi muujiza, huu ni muujiza. Lakini watoto wengine wanahitaji kurithishwa, wanahitaji kusimamiwa, wanahitaji kuelimishwa, wakiwa katika ile kanuni kuu walionayo kila mwanadamu. Ni kanuni ina shida kidogo, lakini ni kanuni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu, kiasi cha Allah subhanahu wa ta'ala kutufundisha kila wakati tuseme maneno hayo kumwambia yeye. Maneno gani? Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Mwenyezi Mungu, tunakuomba usituadhibu tunapojisahau, kwa sababu ndio maumbile, au akhtana, au tunapokosea pale ambapo sisi tunaona tumepatia. Haya ni maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiashiria kujisahau na kusahau ni maumbile ya mwanadamu, maumbile muhimu sana na yahitaji, lakini huja wakati yakamkoroga kidogo. Bila ya kusahau, sote tungeishi na huzuni za kufiwa na wapenzi wetu kwa ngazi zake. Wanaweza kuwa baba zetu, wanaweza kuwa mama zetu, wanaweza kuwa waume zetu, wanaweza kuwa wake zetu, wanaweza kuwa baba zetu na watoto wetu. Bila ya kusahau, huzuni ile tungeendelea kuwa nayo mpaka leo. Lakini kusahau ni jambo muhimu sana. Unasahau, unarudi katika hali ya kawaida. Haya ni maumbile. Kitaaluma, mimi ni mwalimu wa madrasa, lakini nilikwenda nikawa mwalimu wa walimu wa madrasa. Kitaaluma, mtoto kama huyu ana pande nyingi za kimafunzo zinazohitaji kusememia nafasi yake ya kusoma. Anayo nafasi ya kusoma shuleni na madrasa, lakini anayo nafasi ya kusoma nyumbani kwa wazazi. Kusoma shuleni na madrasa, anatakiwa apewe vitu muhimu vinavyohitajika katika taaluma alionayo, kulingana na mazingira na rika lake na ukubwa wa fahamu alionayo. Lakini pia mtoto huyo atahitaji mazingira mazuri anaporudi nyumbani, kwa sababu mtoto yupo katika kipindi cha kukusanya maarifa mapya.
anakusanya maarifa mapya kila siku, na kila anapoliona jambo jipya akili yake hushawishika na hilo jipya awe nalo. Kwa hivyo la muhimu kwa walezi wakiwemo walimu na wazazi ni kujenga kwa mtoto mazingira mazuri kwa kuzingatia hali aliyonayo. Mtu kama mimi sihitaji kukusanya maarifa mengi, isipokuwa nahitaji kuyalinda maarifa nilionayo toka zamani. Hapa nilipo maarifa nilionayo yanakwenda yanapungua kila kukicha. Ninachohitaji ni kulinda, ni kujenga mazingira maarifa hayo yasiondoke haraka na yasiondoke yote. Mtoto halindi maarifa alionayo. Mtoto anakusanya maarifa mapya kila wakati. Collision hii ya kukusanya maarifa, anaweza kukusanya maarifa yanayofaa na yasiyofaa. Kinachohitajika ni kumjengea mazingira mazuri, atumie upeo wa akili yake ambao una shauku ya kukusanya vitu vipya kila wakati, akusanye vitu muhimu na vizuri, visiondoe vitu vilivyokwisha tangulia. Na hasa ladha ya ukusanyaji inapotofautisha. Ladha ya ukusanyaji wa jambo jipya likimvutia mtoto jambo jipya alilolipata, ili jambo jipya likiwa lina ladha nzuri kwake, huwa linasukuma yale ambayo hayana ladha nzuri kwake, linakaa lenyewe. Na ladha ya taaluma sio ladha ya chakula wala sio ladha ya kinywaji. Kama wanavyosema wasemaji, qad tunkiru al-aynu daw ash-shamsi min ar-ramad kama tunkiru al-famu dhawqa al-ma'a min as-saqal. Inaweza ikatokea jicho likakataa hakuna mwanga. Tatizo sio kuwa mwanga haupo. Inawezekana wewe upofu unakuanza au utu uzima huo. Kama tunkiru al-fam, kama vile mdomo unapokataa kutambua utamu wa maji. Na sio tatizo la maji kuwa ni machungu au si machungu, ni tatizo la malaria au kiwango fulani cha ugonjwa ulionao. Kwa hivyo ladha ya kimaarifa haipimi kama tunaovionja vyakula, kama tunavyoangalia mambo. Pana, ladha hii ni athari inayoingia kwa moyo wa mtoto au kwa moyo wa mtu na kuzoweshwa kulifanya jambo hili kila wakati. Kama ambavyo sasa hivi tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sote tumefunga. Kufunga huku tunakutazama katika maeneo tofauti kabisa. Kuna wanaoona ni ule msimamo wa dini, kila baada ya mwaka inakuja Ramadhani watu wafunge. Hakuna chochote, ni kushindishana na njaa na kiu tu. Na kuna wanaoona umefika Ramadhani kipindi ambacho tunabadilisha mfumo, hatuli mchana tunakula usiku. Na kuna watu wanaona Ramadhani ni msimu muhimu wa kujenga mabadiliko ya tabia zetu, kulinda miili yetu, kujenga afya zetu, kutia nguvu katika miili yetu, nguvu zote za aina mbili, nguvu za kimaumbile lakini pia nguvu za kiimani na nguvu za kihisia. Hayo yakijulikana vizuri, yanaweza yakafanyika kwa namna bora na nzuri kama inavyotakiwa. Katika hili kitaaluma, kama nilivyosema, mwalimu akifundisha darasani, kinachomsaidia kupima uelewa wa watoto wake ni kutoa mtihani. Kama wanavyosema Waarabu, man iddaa ma laysa fihi kadhabatuhu shawahidul imtihani. Mwenye kudai yasilonalo, matokeo ya mtihani yataeleza ukweli nini alichonacho. Sasa ukiwa una watoto 15 uliowafundisha kwa wakati mmoja, ukawapa mtihani, wakafaulu watoto 10, wasifaulu watoto 5, mwalimu inajenga picha na taswira kwako. Ninao watoto 5 darasani,
uwezo wao wa kudhibiti ni mdogo, muda ninaotumia kwao kimafunzo hautoshi, wanahitaji muda wa ziada ili kwenda sawa na wengine. Si kwa maana hawa hawaelewi, hapana. Inawezekana setup yako ya mafundisho darasani haikuwazingatia kulingana na hali yao ya uelewa namna ilivyo. Ulihitaji kuwa na setup mpya itakayokusaidia kuwafanya watoto hawa wote wafaulu au uone matokeo kwa uhakika. Lakini ukiona watoto hawa 15 ukatoa mtihani wasifaulu vizuri watoto wote, una wajibu wa kuangalia kwanza wewe setup yako ya mtihani. Uliseti mtihani kwa kuzingatia namna ulivyofundisha? Uliseti mtihani kwa kuzingatia mazingira yepi? Nitawapeni mfano. Mwaka 72 katika mtihani wa darasa la 7, swali moja lilikuwa hivi. Alitoka Bwana Juma, wakati ule anaulizwa maswali ya mafumbo. Alitoka Bwana Juma na bunduki yake, akawakuta ndege 40 kwenye mti. Akapiga bunduki akampiga ndege mmoja. Je, juu ya mti walibaki ndege wangapi baada ya kupigwa ndege yule mmoja? Hilo ni swali. 40 toa moja ni 39. Wanafunzi akiandika 39 anaandikiwa kosa, anachorewa duara, linawekewa na masikio kuonyesha huyu mjinga kupita kiasi. Muulizaji hakutaka kujua unajua kujumlisha na kutoa. 40 ukitoa moja inabaki ngapi? Muulizaji alitaka hivi kisomo kilichokufanya ufike darasa la 7 kimekujenga kiuelewa, ukajua ndege waliopigwa kwa bunduki kwenye mti akapigwa mmoja, hivi hawa ndege waliobakia wataendelea kuwepo hapo kwenye mti? Ukisema hakuna 0 utaandikiwa umepata na utapewa zawadi kubwa. Ili swali la mafumbo limelenga kumjua mtoto amepata uelewa wa kiasi gani kugundua mazingira hayo ya kupigwa ndege kwa bunduki kisha wakaendelea kuwepo pale pale. Swali hili lipo pia katika qiraat lughati al-arabia. Anasema marra bai'a at-tarabisha fi yawm shadid al-harr, alipita muuza kofia za tunga katika siku yenye joto kali. Akapita bwana, mbona umeanza vimemo mapema? Akapita chini ya mti wenye kivuli kwa sababu ya jua kali, kama unavyoona joto la sasa. Akasimama chini ya mti pale apumzike. Akaona kusimama peke yake haitoshi, akakaa chini akaegemea kwenye mti ule. Bahati nzuri maumbile yakamjia, akasinzia. Na juu ya mti kulikuwa kuna nyani. Wa anna min tabiyati alqurud almaila ila taqlidi, tabia ya nyani ni kupenda kuiga. Wakamuona yule bwana amevaa kofia na zingine ziko chini pale, na wao wakashuka wakachukua kofia wakavaa wakapanda juu ya mti. Alipoamka anaangalia kofia zake hazioni. Tabia mahali patukufu ni juu. Akainua macho juu amshukuru Mungu kwamba bwana, nimesinzia nimeibiwa. Akiinua macho juu anawaona nyani wote wamevaa kofia. Hivi hizi kofia zangu ziko juu huko? Fahtala li akhadhiha minha, akapanga njama au namna atapataje kofia zake kutoka kwenye nyani. Hii ni ya madrasa, ile ya kwanza ni ya shule ya msingi. Hizi ni namna moja tu, ili mradi swali hili linataka mtoto atawezaje kujua atumie njia gani kumnyang'anya nyani kofia, ampandie juu ya mti. Anaweza kushindana na nyani juu ya mti. Muuzaji huyu alikuwa anajua
nyani tabia zao ni kuiga, akavua kofia yake akaitupa. Nyani nao wakaona, la, hivi hii kofia ukivaa baadaye unatupa, na wao wakavua wakatupa. Walipotupa akakusanya kofia zake. Nyani wanaogopa kushuka kwa sababu mwenyewe yuko macho. Akakusanya kofia zake, huyo akaondoka. Hakupiga bunduki, hakulalamika, wala hakutafuta mbwa. Alipanga namna ya kuchukua kofia zake. Sasa watoto hawa kitaaluma, panapotokea hali ya namna hii ni lazima tukague mazingira mengi zaidi. Inawezekana shuleni wamesoma vizuri sana wakakosa mazingira mazuri nyumbani, au nyumbani wakapata vivutio vipya vingi vikawazuia kushughulika na lile walilonalo, wakashughulika na ladha zile mpya ambazo wamekuwa bizitaja. Sheikh Saleh hapa ametuambia kwamba tunawekea program za TV, tunawapa masimu makubwa makubwa hawa, kwa sababu tunaambia bana watoto hao bana, unajua mimi mwanangu ndo ananielekeza tena namna ya kutumia hii simu. Wao wanajua sana, wewe unaona raha vile, kumbe umemkabidhi adui mkubwa katika maisha yake. Kwa hivyo niwashukuru kwa hili, lakini tuendelee. Hivi ndivyo nilivyosema, huu ndio ulezi na ndio kazi ya taaluma inavyotaka. Inataka jiddi wa jitihadi bainakuma, kati ya walimu na wazazi, tufanye jitihada inayofanana ili kukidhi haja ya jambo hili ni kubwa na muhimu, ambalo halipimwi na chochote katika maisha ya mwanadamu. Niseme kama alivyosema Mtume Muhammad, khairu kalam qalla wa dalla, maneno mazuri machache yenye kuelekeza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.